nasimama hapa kuwatangazia ya kwamba ile kazi ya mabadiliko ya sheria ambayo tuliifanya ndani ya muda mchache, leo Benki Kuu ya Tanzania ina hifadhi ya dhahabu tani 28 ndani ya kipindi ambacho hakijazidi miaka miwili, na hivyo sio tu kuingia kumi bora, kuingia tano bora ndani ya miezi 19. Haya ni mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, kwa nini nimeanza kumshukuru Mheshimiwa Rais? Sababu ya mapinduzi makubwa ya kwenye sekta ya madini. Mwaka 2015 2016 sekta ya madini ilikusanya na kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima. Mwaka 2017 tukafanya marekebisho ya sheria ya madini ambayo ilitambulisha uanzishwaji wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi. Hivi sasa tuna vituo vya ununuzi 117 na masoko ya madini 44. Lakini pia tukaimarisha usimamizi na kudhibiti biashara haramu ya madini. Ndugu zangu, hivi sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Fedha, kwa mwaka huu wa fedha, mapato yasiyo ya kikodi sekta ya madini imeongozwa kwa kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa kiwango kikubwa. Ndugu zangu washiriki, mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026 sekta ya madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 bilioni 393 milioni 604 laki 745,806 na senti 62 zimeingia kwenye mfuko mkuu wa serikali mpaka tarehe 30 Juni, na ndio sekta iliyoongoza kwa kuchangia mapato makubwa yasiyo ya kikodi. Kumshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye kama rais wetu amekuwa ni kichocheo kikubwa sana kwa kuhamasisha wachimbaji wadogo wadogo ambao leo tunazidi kuongezeka. Zamani ilikuwa kufikia mchimba madini ilikuwa inaonekana ni mtu ambaye mwenye kazi ya hali ya chini sana, lakini leo tunaona kabisa fursa ya madini imekuwa ni fursa ambayo sasa kila mmoja anaikimbilia. Yote haya ni juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwenye ibara ya 2 kifungu namba 134 imeelezea umuhimu huu wa kukuza sekta ya madini. Naomba niwapongeze sana washiriki wote na waandaaji wote. Wito wetu sisi kama Chama cha Mapinduzi, tutahakikisha tutasimamia vizuri utekelezaji wa ilani kwenye kifungu hicho cha madini. Lakini la mwisho ni washukuru sana wale masponsa. Tumeona mmefanya kazi kubwa, mmeandaa vitu vingi, na asilimia kubwa tumeona sasa ni Watanzania ndio tuna uwezo na tunaweza kusupply vitu vya madini na mitambo kwenye machimbo yetu ya madini au migodi yetu mikubwa. Lakini pia tunajivunia rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyoelekeza nguvu zake kwa wachimbaji wadogo, wanajipatia mapato makubwa sana kutokana na uzalishaji upande wa madini. Kwa hiyo niseme tu kwamba Watanzania kwa ujumla, ninawahimiza au nawaita tuungane nao upande wa madini, kwa upande wa uzalishaji wa wachimbaji wao wengi zaidi na zaidi, kwa sababu ni wizara ambayo sasa hivi ina uzalishaji mzuri na Watanzania kwa wingi wamepata ajira kutokana na wizara ya upande wa madini.
Kwa hiyo niseme tu kwamba nampongeza sana Waziri Mavunde, lakini pia napongeza sana wizara kwa ujumla na wenzake wanaosaidiana, lakini pia nampongeza sana rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo Watanzania anawatendea haki, kama vile wachimbaji wadogo wamepewa maleseni. Watanzania walio wengi wamepata maleseni kupitia idara hii ya madini. Kwanza kupitia jukwaa hili kunakuwa na makampuni mengi yamekuja kufanya maonyesho ya mitambo mingi tunapata connection wapi tutapata mitambo. Kuna mabenki yamekuja kuonyesha maonyesho yao, kwa tunajua kwamba ni wapi nitapata mtambo huu, ni wapi nitapata. Mimi binafsi kupitia jukwaa hili nimeweza kufaidika kwa sababu nimeshaweza kuagiza mitambo, nimeshaweza kupata mitambo ya kuweza kuchimba na kunisaidia katika uchimbaji. Lakini pia unajua kwamba mwenzako anafanya nini, kwa kujua tu mwenzako anafanya nini pia ni jambo zuri. Unajua kwamba kuna makampuni yanauza vilipuzi, kuna makampuni yanauza mitambo ya kucholongea. Kumbuka kwamba uchimbaji unahusisha teknolojia. Ili uweze kuchimba kwa usalama na kwa usahihi, basi hatuwezi kukwepa teknolojia. Na kwa maisha sasa hivi teknolojia ya tafiti za madini zimekuwa, na sisi kama Sky PM tumejitahidi kwenda na wakati. Tuna vifaa vya kisasa kabisa kwa ajili ya kufanya tafiti za madini aina mbalimbali. Hii ni kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa, kwa sababu katika ngazi zote hizo za uchimbaji tafiti zinahitajika. Sio kwamba ni mchimbaji mdogo basi tafiti asifanye. Na wakati mwingine wachimbaji wadogo wanaona mambo ya tafiti ni ya kuachia labda wachimbaji wakati na wakubwa. Lakini pia wachimbaji wadogo ni muhimu kufanya tafiti ili kujua maeneo yao wanayofanyia kazi yakoje, kupunguza hasara. Sasa teknolojia kama teknolojia, tukija kwetu upande wa Sky PM tuna vifaa vya kisasa kama ambavyo unaona hapa. Tuna magaro kwa ajili ya kufanya magnetic survey, usumaku kwa lugha ya Kiswahili. Tunaangalia mipasuko iliyoko chini ya ardhi, kwa sababu kupitia mipasuko madini ndio huwa yanatokea moyo. Lakini mbali na kufanya hiyo teknolojia ya magnetic survey ambayo ni ya kisasa kwa kutumia drone, basi tuna njia ile ya zamani inaendelea kutumika mpaka sasa hivi kutokana na maeneo. Tuna ground magnetic equipment ambazo zinabebwa na mtu na anatembea kwa miguu. Kwa hiyo kwa maeneo makubwa na maeneo ambayo ufikikaji wake ni mgumu, basi tunatumia sensa ya drone ambayo inabebwa na drone kama ambavyo mnaona hapo nyuma. Hiyo inarahisisha kukava eneo kubwa kwa muda mfupi zaidi, na ni salama kwa maeneo ambayo si rahisi mtu kufika kwa maeneo hayo. Based na experience ambayo tunayo, si bahati nzuri mimi nimeshahusika pia kwenye shughuli za uchimbaji, wachimbaji wadogo na wakati na wakubwa. Kwa hiyo nilikuwa naona nikienda site kule jinsi wachimbaji wadogo wanavyohangaika kwenye maeneo yao ya uchimbaji. Lakini ukiwauliza, wewe umeweka shimo au wao wanaita maduara au shafti kwa lugha ya kwetu, kwa nini umeweka hapa shimo lako la uchimbaji? Maelezo ya kisasa ya kitaalamu wanakuwa hawana, na mwisho wa siku wanaishia kuchimba, kuingiza gharama kubwa na kuyaacha maeneo hayo. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna mashimo mengi yalianzishwa bila kuwa na tafiti, na mwisho wa siku kile walichokuwa nakitafuta kikakosekana. Kwa hiyo kwa kugundua hayo, ilibidi sisi kama Sky PM tujaribu kutafuta njia mbadala ya kurahisishia wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa, kuona ni kwa jinsi gani tunaweza tukawarahisishia kwenye awamu ya mwanzo kabisa ya kufanya tafiti na kujua maeneo yao yanaweza kuwafanya waendelee na shughuli za uchimbaji au la, na hivyo kupunguza gharama. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ndio tukaamua sasa kuja na solution hii ya vifaa hivi vya kijiofizikia kuhakikisha kwamba tunawasaidia watu kupunguza gharama katika shughuli zao za uchimbaji. Kutokana na maelezo, wachimbaji wengi unajua walikuwa hawajui, na wengi bado tunaendelea kuwafundisha, tunawakaribisha. Ndio maana tunahudhuria maonyesho kama haya ili kukutana na wadau wa sekta hiyo mbalimbali kujua, kwa sababu wengi unakuta wanasema sisi hatujui kama hivi vifaa vinapatikana na vipo na tunavipata kirahisi kwa hapa Tanzania. Tunajua shughuli za tafiti ni watu wakubwa tu wenye mawazo ya kuwekeza kwa ukubwa kama migodi mikubwa ndio wanaweza wakafanya hivyo, lakini kwa wachimbaji sisi wadogo tunaona hatuwezi. Lakini sasa hii inasaidia kuinteract na wachimbaji wadogo na kujua ni nini wafanye ili kupunguza gharama.
hatujaweza kuwafikia wachimbaji kwa asilimia kubwa, lakini naamini sisi kama SkyPM na wadau wengine ambao wanafanya shughuli hizi za tafiti tunaweza kuisaidia nchi na wachimbaji wenyewe kama individual kufikia malengo ya uzalishaji wa madini ambao wanakuwa wanayazalisha bila kuwa na gharama au kupoteza pesa kwa kutofanya tafiti. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kwa maeneo ambayo tunafanikiwa kuyafikia na kukutana na wachimbaji wadogo, basi kwa wale ambao tuna uwezo wa kuwafanyia kazi tunawafanyia kazi, kwa wale ambao wanakuja kujionea shughuli ambazo tunakuwa tunazifanya kule site, basi tunajaribu kuwaelimisha na wenyewe wafikie point ya kwamba wanaweza wakafanya tafiti kwenye maeneo yao na kurahisisha zaidi shughuli zao za uchimbaji. Kwa hiyo mpaka sasa hatujawafikia wachimbaji wengi kwa asilimia kubwa, lakini tunajaribu kwa sababu ndio teknolojia zenyewe zinakuwa sasa hivi. Ndugu wanahabari, kwanza tunawashukuru kwa kuja kwenye maonyesho haya. Tumejifunza vitu vingi sana sisi kama wawekezaji. Hizi fursa tulikuwa tunazisikia tu, tulikuwa tunaziona tu kwenye mitandao, lakini leo hatimaye Dr. Samia Suluhu Hassan ameifungua nchi. Na nikisema ameifungua nchi ndio maana tumewekeza hata sisi Wasukuma tulikuwa tunachunga ng'ombe, lakini leo tumeingia kwenye biashara kama hii ya mabomba. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, namshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaosema uwekezaji kwa viwanda. Leo viwanda hivi vitaleta ajira nyingi, vitaleta ajira kubwa na zitaleta fedha nyingi ambazo tulikuwa tunaziacha zinaenda na wenzetu wageni. Tulikuwa tunawacha kwa sababu tulikuwa hatuna namna, lakini maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuweka viwanda, leo na sisi tunaanza kuitwa na tunaanza kukaa kwenye makongamano kama haya. Kwa hiyo ndugu zangu na wasii wa Tanzania wote, tuiamini serikali ya awamu ya 6. Tumwamini Mheshimiwa Rais, amefungua mipaka yote katika nchi ya Tanzania. Na ndio maana leo waziri alikuwa anazungumza kuna zaidi ya trilioni 5 zilikuwa zinaenda nje. Trilioni 5 ni hela nyingi sana, zikiletwa kwa mikoa ya kanda ya Ziwa ni hela nyingi sana. Hutaisikia hata kitu kinachoitwa Gen Z. Gen Z inatokana na kwa sababu tu ni vijana hawana kazi. Lakini tukiongeza viwanda kama hivi, utaona vijana wote watakuwa busy. Nadhani hata waziri mmemsikia kwamba ana mpango wa makampuni zaidi ya 40 yanayotaka kuwekeza. Na tunataka tutumie local content. Local content maana yake ni kwamba biashara zote zinazowezekana kufanyika kwa Watanzania tuzifanye sisi kama Watanzania. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu muendeleze kutoa habari nyingi. Habari ni njema. Tumuombee Mheshimiwa Rais kwa maono yake haya mazuri anayoyafikiria, na tumuombee Mheshimiwa Waziri kwa kusimamia pamoja na wizara yake ya madini. Mimi ninachosema sasa hivi hapa tayari nimeshapata kibali cha kuuza bidhaa zetu kwenye makampuni ya wawekezaji. Mimi nimepata nafasi ya kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini sasa tuko kwenye banda letu la Moli Oil. Ni wanajishughulisha na utengenezaji wa mabomba pale Simiu Bariadi chini ya Mheshimiwa Mneki, Mheshimiwa Gungus. Na mimi nimepata bahati ya kwanza, ukiacha kuwa kampuni sasa hivi niseme dogo tu la familia. Hawa ni familia yangu na ni watu ambao wamenilea na kuniongoza vizuri. Nimekuja kujifunza kuangalia namna ya uwekezaji huu wa mabomba. Tunatoa wito kwa wanamwanza kutumia product hii inayopatikana Simiu, lakini ni product imara na ya kisasa, na hata alipita Mheshimiwa Waziri hapa tukastaajabu kuona ubora na quality ya bomba zetu hapa. Kwa tunatoa wito kwa Watanzania, lakini tunampongeza mwekezaji, mkurugenzi wa kampuni hii Mheshimiwa Gungus, yeye na wenzake kuhakikisha anafanya uzalishaji mkubwa wa mabomba, na sisi kama serikali kwa niaba ya mkoa wa Mwanza tutaendelea kumuunga mkono kuhakikisha mabomba safi, bora na imara yanapatikana kwa matumizi ya sehemu mbalimbali, migodini, majumbani na maeneo mengine. Lakini na mimi nimepata nafasi ya kwenda kujifunza kwa sababu natumaini na mimi naweza kuwa na kiwanda baadaye huko mbele ya safari. Nimeweka lengo kabla sijafa niwe hata na kiwanda kimoja. Kwa hiyo najifunza wapi naweza kufanya, lakini nawapa wana Mwanza wote wito wa kutembelea maonyesho haya kuanzia tarehe 22 leo mpaka tarehe 24 kuja kujifunza. Yoyote anayetaka kunufaika, yoyote anayetaka kutajirika, yoyote yule anayetaka kupata knowledge aje kujifunza kwenye maonyesho haya ya madini
tuko hapa mpaka tarehe 24 na mabanda yote yako complete, na mimi leo nimepata bahati. Sisi kama kampuni pia tunapofanya survey zetu tunakuwa tuna target ya kupata ramani ya miamba na mipasuko inayoonekana kwenye eneo husika, na tukishapata ramani hiyo kunamsaidia mchimbaji mdogo kujua ni wapi aende akachimbe na kuchukua sample zake, na tunamsaidia yeye kupunguza zile gharama ambazo angetumia kama angechimba bila kujua eneo lake lina miamba na mipasuko gani na imekaa kwa upande gani. Tuna kifaa chetu hichi hapa ambacho ni ground magnetometer, ambayo kinatumika kupima usumaku wa eneo, na mwisho wa siku tunapata ramani kama ile pale ambayo inaonyesha mipasuko kwenye eneo husika. Lakini sasa kwa mtu ambaye ana eneo kubwa sana au ana eneo ambalo ni gumu kufikika, labda lina milima au lina mabonde ambalo ni gumu kufikika, tutatumia kifaa hiki cha drone au ndege nyuki ambacho tutakituma juu kwenye ardhi kikiwa kimebeba sensa zetu na kitachukua vipimo kama hiki cha miguuni. Lakini pia tuna kifaa hapa hiki tunakiita kinafanya electric measurements, ni transmitter na receiver kutoka kampuni ya Iris, na zenyewe zinatusaidia sisi kupima umeme jinsi unavyopokelewa na miamba fulani kutegemea na madini ambayo tunafanya tafiti kwenye eneo hilo husika. Kwa hiyo kwa ujumla tunadili na vitu kama hivyo, na ni kitu muhimu sana kwa mchimbaji mdogo au mchimbaji mkubwa, kwani vinakusaidia kufanya uchimbaji wako kisayansi zaidi ukiwa na taarifa sahihi. Hii ni Tanzania Habari.